Bwana, juzi niliwaambia kuhusu mashushushu ambao wametumwa na klabu ya Stellenbosch kuja kuichunguza klabu ya Simba pale hapa Dar es Salaam kwa sehemu ambayo wanaenda kufanya mazoezi, lakini pia namna ambavyo wanajiandaa na mchezo wao wa hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba walikuwepo Dar es Salaam tangu juzi, kama ambavyo nilikuambia, kama unakumbuka leo nilikuambia kwamba wale watu wameshatumwa na wameanza uchunguzi wao na wapo Dar es Salaam. Lakini kwa kile ambacho nimekipata tena ni kwamba tayari hao watu wameanza safari kwenda Zanzibar mapema kabisa, kwenda kujua Simba watafikia wapi, lakini pia utaratibu wao ni kuhakikisha kwamba wanapata mipango ya Simba ya kimbinu namna gani ambavyo wamejiandaa kuelekea kwenye mchezo ili waweze kucheza dhidi ya Simba vizuri na kupata matokeo ambayo ni mazuri, ili watakapoenda kucheza kwenye mechi ya pili ambayo itakuwa kule South Africa basi walau wasiwe na mzigo mkubwa sana. Na huu ni mpango ambao Stellenbosch wamekuwa nao tangu mechi za group stage. Huwa wamekuwa na tabia kutanguliza watu ambao wanaenda kufanya uchunguzi kwa ajili ya kuwasaidia kuwapa details mbalimbali kwa wapinzani ambao wanaenda kucheza nao ili waweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Walifanya hivyo dhidi ya RS Berkane, walifanya hivyo dhidi ya Zamalek pale Cairo, na unajua kwenye mechi dhidi ya Cairo ile ambao walianza kucheza pale South Africa, hivyo unajua walituma watu wiki moja kabla ya mchezo, walikuwa Misri pale, walikuwa wanafanya uchunguzi kuhusiana na details mbalimbali kuhusu RS na kuhusu Zamalek, na walifanikiwa kupata details nyingi sana kuhusu Zamalek na walizijua vizuri na wakaenda kuzifanyia kazi kwenye mchezo wa kwanza. Mechi kamalizika kwa sare, na siku ile Zamalek nao pia walituma watu kwenda Misri tena kuchunguza tena kwamba Zamalek watajiandaa vipi kwenye mchezo wa pili, na walifanikiwa pia kupata details ambazo zilikuja kuwasaidia kwenye mchezo wa pili. Na ndio maana kwenye mchezo wa pili pia Stellenbosch walikuwa comfortable zaidi uwanjani, walicheza vizuri sana wakiwa wanajiamini kwa kiasi kikubwa, na mwisho siku wakapata matokeo. Kwa nini? Ni kwa sababu watu ambao wanawatuma ni watu ambao ni professional. Yani kuna wale maspai wakubwa, yani unajua tunazungumza spy, wale wataalamu wa kufanya uchunguzi yani wapo, lakini pia wapo watu ambao ni makocha pia vile vile, kwa maana ni watu ambao wamebobea pia kwenye masuala ya kimbinu. Kwa hiyo wanachokifanya wao ni kujua mbinu za mpinzani zikoje, na wanajua hizo mbinu kupitia huyo mwalimu. Lakini wale watu ambao ni wataalamu sana kwenye masuala ya uchunguzi wanawatumia ili kuwafikia wale wapinzani wao. Maana yake kinachotokea ni kwamba wanapokuja kuwachunguza Simba, kuna makocha ambao wanaambatana na wale wataalamu wa kudukua taarifa. Kwa hiyo wanapokuja hapa wanahakikisha kwamba wanapata taarifa. Kwanza wanajua Simba walipo, lakini pili wanapata details za Simba wanapofanya mazoezi, lakini pia cha tatu yule mwalimu sasa ambaye wako naye kwa maana ya kocha anazichakata zile taarifa, anawasaidia makocha wa Stellenbosch kuwaambia ni nini ambacho kipo kwenye kosti ya Simba na ni nini ambacho wameplan kwenda kukifanya, lakini pia mipango ya kimbinu ikoje. Baada ya hapo wanaanza kufuatilia details za mchezaji mmoja mmoja. Mchezaji gani hatari, anacheza vipi, ubora wake kwenye mguu gani, ni mchezaji ana kasi kwa kiasi gani, ana nini na nini mguuni mwake, na mbinu za wachezaji wote wanazijua vizuri. Wakishazifuatilia vizuri hizo, wanakabidhi pia kwa kocha. Kocha anakabidhi kwa wachezaji wake. Bwana, wewe mfano wewe unacheza na winga wa kulia, hakikisha kwamba Shomari Kapombe hafanyi 1 2 3. Wewe unacheza winga ya kushoto, hakikisha kwamba Mohamed Hussein hafanyi 1 2 3 4. Kwa hiyo wanawapa wachezaji wao maelekezo ambayo ataenda kuwasaidia kwenye michezo yao, kitu ambacho kimekuwa kikiwapa msaada mkubwa sana, na pia kimekuwa kikiwasaidia kupata matokeo ambayo ni mazuri sana wanavyoenda kucheza dhidi ya wapinzani wao ambao hawatoki nao kwenye ligi moja. Na hii ni timu ambayo pia hata South Africa pale inasifika kwa kuwasoma vizuri wapinzani. Yaani ni timu ambayo utaratibu wa kuwasoma wapinzani sio kwamba wameanza kwenye mashindano ya kimataifa tu, hata kwenye ligi waliutumia sana msimu uliopita, na ndio maana msimu uliopita walifanya vizuri sana. Unajua msimu uliopita walimaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya South Africa, lakini mpaka sasa wanashika nafasi ya 6 kwenye ligi kwa msimu huu. Na msimu huu kasi yao kwenye ligi imepungua kwa sababu wamewekeza nguvu kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa lengo lao kubwa sana ni kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, kitu ambacho unaona kinaweza kufanyika na kinawezekana kwa sababu ya mipango ambayo mara nyingi wamekuwa nao wakija kucheza hizo mechi za kimataifa. Wamekuwa na mipango mikakati mizuri ambayo inawasaidia kwa sababu wanakusanya details tofauti kutoka kwa watu tofauti, kitu ambacho kimewasaidia kupata matokeo kwenye zile mechi ngumu, lakini pia imewasaidia kuandika record au kuweka record mbalimbali ambazo inawezekana kuhusiana na timu nyingine ya South Africa ambayo inaweza kuja kuzivunja. Of course inaonekana kama wamekuja kufanya kile ambacho walikifanya Marumo Gallants msimu uliopita, msimu mwaka juzi, lakini unaona walau wao
wamekuja na mpango wa tofauti, mpango ambao unawasaidia sana kwenye kuzisaka alama tatu. So I believe kwamba kwa performance bora ambayo wamekuwa nayo msimu huu pia imechagizwa na research nzuri ambao huwa mara nyingi wanaifanya dhidi ya wapinzani ambao wanacheza nao, na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba tayari wameshasafiri kwenda Zanzibar pale, wa maana mashushu wao, na wako sasa kwa ajili ya kufuatilia Simba watafikia sehemu gani na watafanya mazoezi sehemu gani, ili waanze kutuma watu ambao wataanza kuwachunguza na kuwarekodi bila Simba wenyewe kujua. Na ujue hawa sio tu kwamba ni watu kutoka South Africa, wanashirikiana pia na watu hapa ndani kwa sababu wanatoa pesa nyingi. Na ndio maana kuna watu wengine, wapo wengine ambao wanatumika ambao hata wewe unaweza usidhani kama ni watu ambao wanatumika. Kwa kuna wakati mnaweza mkampokea mchezaji mtu fulani labda amekuja kuwatembelea, mkajua labda amekuja kuwatembelea tu, kumbe kwenye watu ambao wameambatana nao wamekuja na watu wengine ambao ni maspai. Kwa hiyo umakini unapaswa kufanyika kuwa mkubwa kwa upande wa Simba kwenye hiyo mechi. Kuanzia kwenye maandalizi yao, inabidi wajifiche kulikweli, wafanye maandalizi yao ambayo ni bora sana, ambao atasaidia kwenda kufanya vizuri. Apart from that, wanaweza kujikuta wamefanya kazi kubwa kwenye maandalizi, lakini mwisho wa siku wakaenda kupoteza mchezo. Lakini sisi kama Watanzania tuna kazi yetu, mimi mfano kazi yangu ni kuwapa taarifa, lakini sisi kama Watanzania tuiombe tu klabu ya Simba iweze kufanya vizuri, kwa sababu ikifanya vizuri Simba ni Tanzania imefanya vizuri.